Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Catherine Kachwele, mkazi wa mtaa wa Nyantorotoro B, kata ya Nyankumbu, halmashauri ya manispaa ya Geita, mkoani Geita, amelazimika kumtelekeza mbuzi wake kwa zaidi ya miezi miwili nyumbani kwa Barozi wa Shina namba 20 katika mtaa huo baada ya kubaini kuwa ana jinsia mbili, akilitaja kuwa tukio la kushangaza na la ajabu. Akizungumza mara baada ya kukutana na waandishi wa habari, Catherine ambaye pia ni mtaalamu wa tiba asili amebainisha kuwa miezi kadhaa iliyopita aliitwa kwenda mkoani Kigoma kutoa huduma ya matibabu baada ya kukamilisha kazi aliyokuwa ameitiwa. Mteja alimweleza kuwa ana fedha pungufu na badala yake wakakubaliana ampatie mbuzi huyo kama zawadi ili kukamilisha gharama za matibabu. Catherine anaendelea kusimulia kuwa wakati akiondoka Kigoma nyakati za usiku majira ya saa 9 hakumkagua mbuzi huyo kwa kuwa alikuwa ameshamuona mchana wakati anakabidhiwa. Baada ya kuwasili nyumbani kwake mkoani Geita, alishangazwa na kundi kubwa la watoto na majirani wakimshangaa mbuzi wake, ndipo alipoamua kumkagua akakuta ana jinsia mbili. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Niliwahi kuitwa kwenda Kigoma kwenda kutibu. Mimi ni daktari, ni staff yani. Nikaenda kumwangalia mgonjwa yule mgonjwa, tukaelewana. Baada ya kuelewana hiyo bei, hela nyingine hawakuwa nayo, wakanipa mbuzi. Lakini hiyo mbuzi nilionyeshwa mchana peupe. Ila wakati wa kutoka huko, nilitoka usiku kwenye saa 9. Saa 9 mbuzi wakaibeba wenyewe kwenye baiskeli. Wakaibeba mpaka pale kwenye gari wakaingiza. Wakati wa kufika hapa nyumbani Nyankumbu, kufika mbuzi akabebwa na bodaboda, sikujua lolote kinachoendelea. Baada ya pale kufikisha hapa nyumbani, watoto wakajaa. Hii mbuzi huyu yukoje, hana mapembe? Hii mbuzi sijui anakojolea wapi? Ndio nikasogea na mimi, kwa kuwa ni mtoto wa kike sikuelewa. Nikasema mbona mbuzi huyu walinipa mbuzi kamili, imekuaje? Nilichompokea mbuzi ni huyo. Ana jinsia mbili. Ana kwenye dume unampeleka, kwenye jike unampeleka. Sijajua utaratibu ni utaratibu upi. Zile za kiume tayari kabisa. Halafu vile sehemu ya kukojolea, sehemu ya kukojolea ni sehemu ile ya kike wanapotolea mtoto. Kama dume jike, kama mbuzi jike. Ndio ana jinsia mbili. Hapo wakati wa kumwona hivyo, nikatafuta ushauri kwa watu. Wakasema muache tu, wakati mwingine yanazaliaga wapi? Basi baada ya pale nimekaa naye kama miezi miwili hivi. Mbuzi huyo nilikuwa nimemfunga. Mbuzi akachoropoka, kumtafuta kama siku 2, sikumpata yule mbuzi. Ikabidi niende kwenye taasisi ili kusudi niulizie kwa uharaka, maana yake ningetafuta mimi hapa Geita ningemaliza hata mwezi mzima na mtafuta. Baada ya kwenda kwenye taasisi, nikaenda kwenye tuition. Kuna teacher nikamkuta wa tuition, nikamuulizia, akaniambia una uhalisia naye mbuzi? Nikasema uhalisia ndio naenda natafuta hivyo. Akaniambia hivi, wewe hebu angalia kwenye simu. Akanionyesha kwenye simu yake, unaweza ukamtambua huyu mbuzi? Nikamwambia naweza nikamtambua. Unaweza ukamtambua? Yuko kwangu, alikutwa amefungwa kwenye saa 5 asubuhi naye anatoka kazini. Kwa hiyo amekaa huyo mbuzi amekaa. Baadaye nikampeleka wapi? Nikampeleka kwa Barozi. Kwa Barozi mpaka sasa hivi yuko kwa Barozi. Huyu mbuzi nilimuona mishale za saa 5 asubuhi. Baada ya kumuona nikazani kwamba anachunga tu hapo, lakini baadaye nilienda kazini. Kurudi nikatulia, nilirudi usiku sana kutoka kazini. Mara jirani alinipigia simu. Maana mimi pamoja na kwamba ninafanya kazi ya watoto, kufundisha watoto, ni mzee mshauri wa Barozi. Jirani aliniita kama kiongozi kwamba kuna mbuzi huku ameonekana amefungwa. Unaona?
Sasa hadi muda huu saa 5, hii ni hatari kwa majirani kula kusingiziwa. Kwa hiyo nimeona nifikishe ripoti kwa nani? Kwa uongozi. Nilienda na kweli tulikuta amefungwa. Nilikuta amefungwa yule mbuzi. Nilichukua hatua ya kumpigia balozi simu. Balozi naye aliniambia kwamba hebu mshirikisha majirani hata 2 watatu pale ili tupate uhakika. Baadaye pia aliagiza kamanda amfuate yule mbuzi. Haya, katika mazungumzo na balozi alinihoji swali moja akidai kwamba huyo mbuzi ni jinsia gani? Kwa kweli tulianza kumkagua, tulishindwa kutoa jibu la moja kwa moja. Maana ana jinsia 2 inavyoonekana. Jike yuko, dume yuko. Naona. Kwa hiyo muda si mrefu alifika kamanda akamchukua yule mbuzi akampeleka kwa balozi. Kesho yake asubuhi mama alinikuta kituoni kwangu ninapofundisha watoto na kuniuliza, baba, nimekuja kuulizia nimepotelewa na mbuzi. Nimeona kwamba niende kwenye taasisi mbalimbali, pengine wanaweza kuwa wamemwona hao watoto. Ndugu mwandishi wa habari, kuhusiana na jambo hili la mbuzi, kama mlivyopokea taarifa, mimi nilipigiwa simu nikiwa sipo mazingira ya nyumbani. Nikaambiwa bwana, kuna mbuzi tumemwona amefungwa sehemu. Ilikuwa ni usiku kama mida ya saa 5. Baada ya kuambiwa taarifa ya mbuzi yule, ni kulingana na utaratibu wa kiongozi, nikaona yule mbuzi hana sehemu nyingine sahihi ya kwa tofauti na kuja kwangu. Kaambia wamlete nyumbani. Wakamfikisha mbuzi nyumbani kweli. Walivyomfikisha mbuzi nyumbani, baadaye mimi nilifika kesho yake asubuhi nikamwangalia yule mbuzi. Yule mbuzi katika kumwangalia nikagundua ni mbuzi ambaye hana jinsia, hajulikani ni wa kike au ni wa kiume. Baadaye nikawa sasa nimechukua jukumu la kwanza kufuatilia kujua kwamba huyu mbuzi ni wa nani. Tukurudi katika mazingira yale alipokuwa amefungwa yule mbuzi, tukatafuta majirani, wakatuelekeza mwenye mbuzi ni nani. Tukamtafuta yule mama, tukamuona. Kama mama, uje sasa uchukue mbuzi wako. Akasema sasa nitakuja nimchukue. Baadaye mimi nikarudi, akaja hadi nyumbani. Nilipofika nyumbani hapa nikamuuliza mbuzi wako ni wa aina gani, akanielezea. Basi nikampeleka mbuzi alipokuwa amefungwa. Maana yule mbuzi hana jinsia. Baada ya kuwa nimempeleka alipofungwa, akasema nimemuona mbuzi ni yeye. Lakini sasa huyu mbuzi kwa sasa hivi mimi simuhitaji. Kwa sababu huyu mbuzi labda mumuachie tu aende nako kujua. Maana huyu mbuzi mimi kwanza nilishangaa kwa nini yuko hivi. Sasa nikamuuliza, huyu mbuzi wewe umemfuga toka utotoni mpaka amefika umri huu? Haujui ni kwa sababu gani yuko hivi? Akasema mbuzi huyo alienda kupewa zawadi, alienda kufanya matibabu Kigoma. Alivyofika kule akamtibu yule mbuzi, akamtibu mtu, alivyomtibu yule mtu, katika zawadi ya kumpatia kama malipo akampatia mbuzi yule. Na kwa mujibu wa maelezo yule mbuzi sasa alikuwa ni ana mtoto alizaa. Na alikuwa yuko vizuri, lakini alipokuja kufika huku, maana yule mbuzi alimpewa usiku kwa mujibu wa maelezo yake. Alipokuja kufika huku asubuhi, mchana sasa nashuka kwenye gari anaenda nyumbani, anamfikisha nyumbani, hata hajamkagua. Watoto ndio wakaanza kumwambia mbuzi hana pa kukojorea, siji mbuzi ni jike. Sasa katika kuangalia na yeye akawa amemgundua vile. Hili tatizo la mbuzi kuzaliwa akiwa na jinsia 2 za kike na kiume, au kuzaliwa akiwa na shida ya sehemu za kutolea mkojo au kinyesi kutokuwepo, walipo kwenye wanyama vile, sio kwa binadamu tu, hata kwa wanyama. Tunaita kwa kitaalamu congenital anomaly. Congenital anomalies ni matatizo ambayo kiumbe kinapokuwa kinaandaliwa kinakuwa kule mwilini, unakuwepo na mtafaruku wa mifumo ambayo inaleteleza kila kiumbe kutenganishwa kwa majukumu mbalimbali. Kwa hiyo unapotazama mparanganyiko huu kwa maana ya mfumo kuingiliwa, basi unasababisha matokeo yake ni baadhi ya viungo kutokamilika au baadhi ya viungo kwenda sehemu ambayo sio ambayo inakuwa imelengwa wakati kiumbe anakuwa. Kwa hiyo na zipo sababu mbalimbali
Hiyo ni moja ya sababu mbalimbali, lakini sababu nyingine ni za kuzaliana. Yaani unakuta baba anazaa. Huwa tunashauri kwamba akishatokea mnyama wa namna hiyo, awe ni jike au awe ni dume, asiendelee kuzaa, kwa sababu akizaa haya matatizo yatakuwa yanajitokeza kwenye vizazi, yaani kwa watoto ambao watakuwa wanazaliwa.